Furaha Machozini sehemu ya pili. Imeandikwa na Isaya Nombo, imesomwa na Anita Petro. Jua lilikuwa linachomoza kwa upole, likigusa paa la nyumba ya udongo kwa miale ya dhahabu. Kumbukumbu zikamjia Nora kwenye uwanja wa mbele. Nora mdogo alikuwa akicheza huku ameshika mpira wa plastiki, akicheka kwa sauti ya furaha isiyo na mipaka. Baba yake Nora, Mwalimu Musa, alikuwa amekaa kwenye kigoda akinywa chai, huku macho yake yakimwangalia binti yake Nora kwa tabasamu la fahari. Nora alisema kwa sauti tulivu, "Unajua kwa nini jua linachomoza kila asubuhi, baba?" Nora alitikisa kichwa, macho yake yakimwangalia baba yake kwa makini. "Kwa sababu Mungu anatupa nafasi nyingine ya kuanza upya," alijibu baba yake. Maneno hayo yalijipachika ndani ya moyo wa Nora kama alama ya maisha. Kila siku Nora alipoinuka, aliamini dunia ni mahali pazuri panapoweza kutengeneza ndoto yoyote. Mama yake Nora, Rehema, alikuwa mwanamke mwenye upendo usio na mipaka. Kila jioni aliketi na Nora sebuleni, wakishona nguo ndogo au kupika chapati, huku akicheka kwa furaha. "Usiogope kuota mwanangu," alikuwa akimwambia Nora. Watu wengi hukata tamaa, si kwa sababu ya kushindwa, bali kwa sababu waliamini hawana nafasi tena. Shuleni, Nora alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi bora zaidi. Nora alipenda muziki, mashairi na kila kilichohusiana na watoto wadogo. Alisema siku moja angekuwa mwalimu kama baba yake, ili awafundishe watoto kutabasamu hata kama dunia imejaa mawingu. Lakini maisha hubadilika ghafla, kama vile upepo unaozima taa ya chemli. Siku moja mvua kubwa ilinyesha. Ilikuwa ni Alhamisi. Watu kijijini walikumbuka siku hiyo kwa muda mrefu. Baba yake Nora alitoka kwenda sokoni kununua dawa kwa ajili ya mama yake Nora, ambaye alikuwa ni mgonjwa sana. Barabara ilikuwa na tope, gari dogo liliteleza na ndoto zikavunjika hapo hapo. Taarifa za ajali ziliwasili kama radi. Mama yake alilia kwa sauti iliyojaa maumivu yasiyoelezeka. Na Nora, akiwa ni msichana wa miaka 16, alikimbilia chumbani, akashika picha ya baba yake, akalia hadi macho yakavimba. Kuanzia siku ile, nyumba yao ilibadilika. Ukimya ulitawala. Mama yake alianza kudhoofika pole pole. Hakuwa na nguvu tena za kucheka. Hakuwa na nguvu tena za kupika chapati walizozipenda. Kila siku Nora alimwangalia mama yake akipotea kidogo kidogo, kama vile kivuli kinachoisha jua linapozama. Alipomaliza kuandika, lakini hata katikati ya giza hilo, Nora hakusahau maneno ya baba yake. Mungu anatupa nafasi nyingine ya kuanza upya. Nora alianza kuandika shairi kila usiku. Kila beti lilikuwa ni kilio,
lakini pia lilikuwa ni sala ndani ya mistari hiyo. Moyo wake ulipata pumziko. Siku moja alipokuwa anamsaidia mama yake kulala, Rehema alimshika mkono na kumwambia kwa sauti dhaifu, "Nora, usiache kuamini kwenye mwanga mwanangu. Hata pale giza nene linaishia alfajiri. Msomaji wako, ukishindwa kuona furaha, itengeneze wewe mwenyewe mwanangu." Maneno hayo yalikuwa kama urithi wake wa mwisho. Ndipo Nora akaanza kujifunza kitu ambacho hakufundishwa shuleni: sanaa ya kuishi tena hata unapovunjika. Wakati mama yake Nora alipofariki, Nora alihisi dunia ikimzidi, alihisi dunia ikimlemea, lakini Nora hakukimbia. Aliendelea kuandika, aliendelea kuota. Kila usiku aliwasha taa ya chimli ile ile aliyokuwa akitumia mama yake, kana kwamba mwanga wake ulikuwa bado unamwangalia Nora. Sasa miaka 2 baadaye, usiku ule alipolia kitandani, alipomsikia Mungu akimnong'oneza, "Hauko peke yako Nora." Nora hakushangaa. Alijua ni sauti ile ile iliyokuwa ikimzunguka tangu mwanzo, sauti ya upendo, sauti ya amani na urithi wa wazazi wake. Kwa mara nyingine tena, moyo wa Nora uliamua kuanza upya. Ujumbe wa mwisho: watu wengi hukumbuka huzuni zao, lakini wachache hukumbuka sababu ya kutabasamu walizowahi kuwa nazo. Machozi si ishara ya udhaifu, bali ni alama kwamba moyo bado unaishi. Ukishindwa kuona furaha leo, usiogope. Ipo ndani yako ikingoja uiamini tena. Ulikuwa nami msomaji wako, Anita Petro.